Efraimu. Jina lake akaitwa Elkana, mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, Mwefraimu. Naye alikuwa na wake wawili. Jina lake mmoja akaitwa Hana, na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile alipofika, Elkana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote, waume kwa wake, sehemu zao. Lakini Hana kumpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amefunga tumbo. Ila mwenzake kumchoka sana, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amefunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elkana mumewe akamwambia, Hana, unalia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo. Naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wewe hautamfikiria kichoni kamwe. Amen. Tukianzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Nimekuambia ujumbe uko kwa 10 na 11. Nimeanzia pale mbali, maana nikija 10 nikuambia mwanamke hautaelewa. Kuna watu hawajui habari za Hana. Kwa hivyo ukienda kufundisha Biblia mahali usianzie katikati. Kama unaweza eleza watu huko nyuma wapi hiyo story ilitokea, anzia. Hapa tunaona ni habari ya Hana na Penina. Au huyu alikuwa ni mtu na mke mwenzake. Mmoja ni Hana hakuwa na watoto, Penina alikuwa na watoto. Neno la Mungu linasema ya kwamba bila walizidi kukaa, Penina alizidi kuchokoza mwenzake kwa sababu hakuwa na watoto. Na Biblia inasema ya kwamba ikafika lakini mume wake ambaye ni Elikana alipenda Hana sana. Biblia inasema ya kwamba wakati akibariki, Eli alikuwa na wana, not Eli, Penina alikuwa na wana. Akiwagawia sehemu yao, alikuwa anakuja kwa Hana, hata kama hana watoto, mume wake alimpenda, alikuwa anampa sehemu yake mara ngapi? Kwa hivyo alionyesha upendo zaidi ndani yake. Lakini hata baada ya kuonyesha upendo zaidi yake, moyo wa huyu mwanamke ambaye ni Hana au kuwa na raha, ni kwa sababu Biblia inasema katika mstari wa 10, alikuwa na uchungu katika moyo wake kwa sababu kuna kitu ama kuna pengo lilikuwa wazi kwa maisha yake. Umeelewa sasa? Tukiingia kwa nadhiri ndio ujue yako ni gani. Maana ya Hana imetolewa kama mfano. Wewe sasa ujifiti hapo kwa Hana hapo. Ukiweka nadhiri weka hiyo jina yako Hana hapo. Ujiweke ujiite hiyo jina yako hapo, ndio utaelewa vizuri. Neno la Mungu linasema ya kwamba ikafika mahali kwa sababu ya msukumo wa Penina kwa maisha ya kwa Hana. Biblia inasema ya kwamba alikuwa anamchokoza. Aielezwe alikuwa anamchokoza kivipi? Akiambiwa alikuwa anamchokoza, ni kana kwamba alikuwa anasema ule udhaifu wake. Wewe haupati watoto, wewe haupati hii, wewe hata ukipewa hata hizo sehemu 2 ni za kazi gani? Kule kwetu nasikianga wanawake wakiambiwa wewe ni kama mwanamke mume. Sijui alikuwa anamwambia nini. Ule uchokozi alikuwa anamchokoza sijui. Wacha tutoke sasa katika mtoto. Nini ambao unakosa katika maisha yako? Ni Penina gani ambaye ako katika maisha yako?
Umenielewa? Unaelewa? Wajua sitaki kufundisha utoke hapo ukiwa kwa Penina. Hiyo ni Penina na Hani walipitia hiyo. Sasa wewe uko hapo, kitu gani ambacho kinasukuma maisha yako? Maana Penina ni mzuri. Penina waje kwa maisha yetu. Penina waje kwa kazi zetu. Penina waje kwa huduma. Penina waje kwa ndoa zetu, kwa sababu wanapokuja wanatusukuma kufikia mpango wa Mungu. Haleluya. Wakati Penina alisukumwa sana, ilifika mahali moyo wake ukawa na uchungu, moyo wake ukawa unaumia. Mstari wa 11 ndipo utakuta, soma hapo mstari wa 11 ndipo unakuta moyo wake unafunguka. Anamwambia Bwana, ikiwa utaangalia teso la mjakazi wako, ikiwa utaangalia hii aibu yenye niko nayo, maana kama ni mali niko nayo, kama ni hii niko nayo, lakini mwenzangu hawezi kunitambua, hawezi ona kama mimi ni mke kwa hiyo boma kwa sababu mimi sina watoto. Ni kitu gani wewe ambao umekosa kinafanya inaonekana ni kama hauko? Haleluya. Maana kama ni Penina na kama ni Hana mume wake Elikana alimpenda. Kama ni Baraka alikuwa anamgawia sawia, hata alikuwa anamgawia nyingi, lakini moyo wake haukuwa umepata kile yeye mwenyewe alihitaji. Biblia inasema ya kwamba kupitia ule uchungu, kumaanisha nadhiri mtu aweki akiwa tu ametulia, amekula sima, akaota ndoto za sima, aeki nadhiri akiwa ako kwa mudi ya rara. Kuna kitu chenye kinakusukuma pale nyuma. Mnanielewa? Nadhiri si kitu utaamka Bwana ukiniona, ni kitu ambacho kimekusukuma pale nyuma. Ni aibu yenye umesukumwa nao pale nyuma. Maana naona Hana akienda, wajua mama hakuna watu wachokozi kama wamama. Hawa hapa si wachokozi, na hata wale wananisambaa si wachokozi. Lakini wamama wakiwa na watoto kuna ile design wako nayo. Mimi nishaikaa na mmoja tukawa tunafanya kazi naye, na akawa yeye hapati watoto, akaleta kimke mwenzake hapo. Huyo mke mwenzake aliyoletwa angemwambia, chukua hii nguo kaeke kwako, huo unaniona hapo, unaona mtoto. Sasa nguo ndio mtoto. Huyo mtu umemuumiza hujamuumiza? Mimi nilikuwa nasikia akimwambia, chukua hii nguo kaeke pale hata kama una watoto. Sasa huyu moyo wake uliumia, akawa anajiambia, hata kama Elikana ananipa kila kitu, moyo wangu una uchungu. Kuna kitu ambacho ninahitaji. Mimi ninahitaji Bwana hanibariki na mtoto. Ukisoma mstari wa 11, Biblia inasema ya kwamba akamwambia Bwana, ikiwa ile ni ombi anaomba akiwa na uchungu. Hiyo si maombi utaomba ati kwa sababu umelipa mshahara wa siku moja. Hiyo si maombi utaomba ni kwa sababu ya siku moja. Hiyo ni kitu ambacho kimekusukuma. Hiyo ni kitu ambacho umekiona hiki kitu kinakaa kana kwamba akinipi amani. Haleluya. Ana akamwambia Bwana, ikiwa utanipa mtoto wa kiume. Kumaanisha hata wakati tunaomba inastahili mtu aeleze anataka kitu gani anataka. Haleluya. Si maombe tu nataka baraka, wataka baraka ya aina gani? Ana alijieleza kwa Bwana, akamwambia Bwana, ikiwa utaangalia teso la mjakazi wako na umkumbuke umtupe mtoto wa kiume, nitampeana kwako. Haleluya. Kwa hivyo kuomba si kuomba tu. Ile baraka unaotaka, hiyo kazi unaotaka, Bwana ni mwaminifu. Bwana alimpea. Bwana alikuja akampea Hana Samueli. Alipomuomba Mungu alikuwa mwaminifu. Na ukiendelea pale chini, soma tu peke yako ukinisikiza, utakuta Ani hakukuwa peke yake. Chini yake ama juu yake kulikuwa na kuhani ambaye ni Heli. Kumaanisha hata wewe acha kukaa bila kuhani anaongea kwa maisha yako. Kabla hajapata mtoto, kuhani ambaye ni Heli aliongea pale ndani yake. Hapo chini yake wakati wanaulizana, wewe utalewa mpaka lini? Ana anamwambia mimi siko mlevi. Si anajibizana na kuhani wake. Wewe unajibizananga na nani na uko na 50? Tuanzie hapo. Haleluya. Kuwa na mtumishi mmoja aongee kwa maisha yako. Sasa uko na yule, sasa ni wazimu itatoka. Haleluya. Tafuta tu mmoja, waezi kuwa wote ni wabaya. Wajua nilipokuwa nikisoma ile maandiko ndio nimetambua kuna umuhimu wa mtu kuwa na mtumishi anaongea kwa maisha yake. Wakati Ana anakuwa kwenda hekaluni, hakuja tu akawa anapata madhabahu iko peke yake. Hata kama nguvu ya Mungu ilikuwa pale, kuna mtu alikuwa na mamlaka alikuwa anaongea kwa maisha yake, ambaye ni Eli alikuwa anaongea kwa maisha yake. Haleluya. Nataka utoke ukiwa umepata kitu leo. Kuna mtu anaongea kwa maisha yako leo. Tuangaliane tu. Uanze leo kama unaanza leo. Kama enda ujichunje. Ushaona kichungi?
Enda ujieka, ujichunje, usimame kwa mmoja, aongee kwa anga yako. Aongee kwa hiyo maisha yako. Inafika mahali baada ya Samueli kuzaliwa, Eli kabla hajazaliwa, Eli anamwambia enda ukakutane na Bwana, baada ya kuwa alikuwa hezi tu maneno. Soma hapo. Hiyo hadithi ni tamu, lakini ni maisha ya mtu alikuwa anapitia. Ni mtu anapitia maisha yenye machozi. Ni mtu anapitia maisha yenye aibu. Ni mtu anapitia maisha yenye kuchekwa, lakini anafika mahali anamwekea Bwana nadhiri. Anamwambia Bwana, ukiniondolea hii aibu, Bwana ukiondoa hiki kicheko kwa maisha yangu, Bwana ukiondoa nini, Bwana ameondoa kwa maisha yako. Hiyo nadhiri je, uliweka? Tumeweka nadhiri za aina nyingi bila kujua. Wangapi waliomba? Uliomba kama ombi na ni nadhiri haujui. Bwana, ikiwa vile Ana aliomba, hawa watoto wangu watasoma wamalize shule, nitakutumikia. Watoto walipomaliza shule, wao ulijipa shughuli. Sasa ni kipi kitakuponya? Haleluya. Si unaona Hana, anapeana Samueli, maana alimweka ni mtoto wa mnadhiri. Na Biblia inasema ya kwamba pale alipokuwa hakuna mtu aliulizana na yeye na mume wake, na unampeana na hakuna mwingine. Wajua hata wewe kuna mtihani mkubwa. Sasa hiyo umepata mtoto na hujawahi pata mwingine, mama wa kawaida ambaye ni sisi sasa. Tutokane na Hana huko. Wewe ukiambiwa ukatoe huyo mmoja, utaenda kutoa? Tukienda kwa maisha ya Hana kabla hatujakuja ya rohoni. Maana ya rohoni kuna vitu unamwaahidi Mungu. Unamwaahidi Mungu, ukinipa mshahara yangu yote, ukinipa kazi, mshahara wangu wa kwanza wote nitawauangusha kwako. Uliangusha. Sasa umevutwa, kuna kazi unapata. Mtu apone katika jina la Yesu. Maana wengine hata hawakujua wakiweka na ndio walijifunga. Nikakwambia nadhiri zimefunga watu. Nadhiri zimefunga maisha ya watu. Leo ukiuliza hata watumishi wanajaribu kuwaombea ni kama unapiga lile jiwe. Ushaona jiwe alipasuki? Pastor anaita kwa kanisa, nani atasimama kwa watoto wa Sunday school na biskuti? Ni mimi. Mtazamaji na unajua kabisa uleti, kaa chini. Haleluya. Umefungia mtu lakini umejicommit. Ebao ni kujicommit, ni kupledge na ufanyi. Haufanyi. Wachana na hiyo kitu, wachana nayo. Biblia inasema ya kwamba, hebu soma hiyo Samueli wa pili. Uone baada ya yeye kutoa Samueli. Baada ya kutoa Samueli, Bwana hakumwacha hivyo. Samueli wa kwanza 2, anzia 21. Uone Bwana hakumwacha Ani hivyo. Samueli wa kwanza 2, mstari wa 20 anzia 20. Naye Eli akambariki Elkana na mkewe, akasema, Bwana na akupe uzao kwa mwanamke huyu, badala ya azimio aliloazimiwa Bwana. Kisha wakaenda nyumbani kwao, naye Bwana akamwangalia Hana, naye akachukua mimba, akazaa watoto wa kiume 3 na wa kike 2. Naye huyo mtoto Samueli akakuwa mbele za Bwana. Haleluya. Aliomba mtoto mngapi? Bwana, ukinipa tu mtoto. Aliomba mngapi? Mmoja. Nitamupeana kwako. Akawa mwaminifu. Baada ya hapo amepewa wangapi? Wangapi? Sasa angalia ile baraka ile kitu ulimwaahidi Mungu. Ni nini ulimwaahidi Mungu? Ulijifunga na hiyo nadhiri. Ukasema, Bwana, nitakuwa nasimama kwa nyumba ya Bwana na kutoa maji ukinipa mshahara. Bwana anakuwa mwaminifu. Kumbe anataka hata kukutoa kwa hiyo maji akuweke kwa baraka zingine tofauti. Biblia inasema ya kwamba wakati Ana alitii akapeana Samueli, Mungu alimuongezea baraka zaidi. Akamuongeza watoto wa kiume 3 na wa kike wangapi? 2. Sasa kumaanisha kuna kuenea kwetu ambako tumesimamisha sisi. Baada ya kuweka nadhiri na tukakosa kutimiza, tunafunga hiyo malango. Na tunaendelea kufunga ni kwa sababu tunaendelea kuchukua ile nadhiri. Nikaa nafikiria, naona ni kama watu hawajui nguvu yenye iko kwa nadhiri. Haleluya. Mnajua nguvu yenye iko kwa nadhiri? Hata saa hii unauliza mtu, na hizi bahasha zote unachukua, hata ina haja utafute makaratasi ya kuwashia jiko. Si uko na bahasha ya kutosha huko? Sasa enda usimamia hapo, usichukue mengine. Haleluya. Kuna mtu anasaidika.
Unajua ninakusaidia kwa sababu unauliza ni kipi ambacho kinachonikula? Ni kipi ambacho kinakula baraka zangu? Wewe ulimwambia Bwana wakati utanibariki, nitasimama kwa nyumba yako. Aliondoa aibu yako, aliondoa aibu zenye alikuwa amesimamisha. Maana kwa Hana hii ilikuwa ni aibu. Ni aibu gani iliondolewa kwa maisha yako? Maana ukiona Bwana anatumana neno, kuna vitu ametendea watu, kuna magonjwa ameondolea watu, kuna vifungo alifungua watu, na waeka nadhiri, na zile nadhiri wakaziwacha. Ngapi wameacha nadhiri? Wewe anza kujifungua katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba kikaribia kiti cha neema upate rehema. Hebu soma Titus 2 uone kazi ya neema. Ni kipindi ambacho ni cha neema. Hii neema imefunuliwa watu wa Mungu waseme ndio ama waseme la. Kila kitu hauwezi sema siwezi. Tito. Tito ngapi? 2:11 mpaka 12. Tuone hiyo neema imefunuliwa. Hatutakaa kwa nguvu zetu. Kuna neema ya Mungu ambayo imeachiliwa itasaidia watu. Hatutasimama tu na furaha ya bure. Tutasimama ukiahidi kitu, unaahidi ukijua waahidi nini. Kama uwezi, hata usiwe na shida, kaa hapo tu chini useme mimi siwezi. Na hata usiseme ni rafiki yangu amenisukuma, nitakusomea mpaka maandiko. Soma hiyo Tito kwanza. Maana neema ya Mungu huokoa wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Haleluya. Kila mtu amerudia hiyo maandiko. Wewe hata hujafika. Tito iko mwisho huko. Iko hapo kama unamalizia. Biblia inasema ya kwamba ati neema ya Mungu imefunuliwa. Ile neema ya Mungu imefunuliwa. Kazi ya neema ni kusaidia wanadamu kuushinda nini? Ulimwengu. Ili waishi kwa haki, waishi kwa uteuwa na kiasi. Neema imefunuliwa watu waishi kwa kiasi, watu waishi kwa haki, watu waishi kwa uteuwa. Kumaanisha kukiwa chini ya neema utakuwa na morali ya kusema nitafanya na utafanya. Utakuwa kinywa chako kiko na wepesi wa kuweka nadhiri na unajua hautaondoa katika jina la Yesu. Haleluya. Maana nadhiri ziko na watu. Ukiuliza watu niko na ngapi, mtu atakwambia niko karibu na 5. Kabla uongeze ingine malizana na ile uko nayo. Haleluya. Mtu auniulize swali, je, nadhiri wa inaondolewa? Sasa inaondolewaje na uliweka? Unaenda kuongezea deni kwa ingine? Si tunasaidiana? Maana nadhiri si kitu atunaamka na moto wako, atina moto wako. Ana hakuwa na moto, alikuwa na uchungu na aliamini Mungu. Kumaanisha hata wewe unaamini hilo jambo unalotaka Mungu atalitenda. Na alishalitenda, na alipolitenda uligeuza kichwa. Ana kugeuza kichwa, alipeana Samueli. Leo ni nini ambao ulimwahidi Mungu? Tukasoma tukaona Biblia ya kwamba baada ya kwamba amekubali kutoa, Mungu alifungua milango kwake. Kumaanisha milango mengine tunang'ang'ana tukufungulishe, lakini umefunga mwenyewe. Fungua katika jina la Yesu. Maana kuna neema imesimama isaidie watu mchana wa leo. Na ndio naona Biblia inasema ya kwamba katika Titus 2:11, neema iokoaye wanadamu, inaowaokoa na kuweka nadhiri pasipo kujua. Watu wameweka nadhiri na hawajaambiwa madhara ya nadhiri. Haleluya. Leo nitakufundisha mpaka madhara ya nadhiri. Maana leo watu wengine hatujarogwa na mtu, hatujafungwa na mtu. Nadhiri zimetuzunguka, zimetufunga. Imeanzia hii mguu ikaja hii nyingine. Hata ukijaribu kumwambia mtu ni kama mgogo, yani ni hata atingishiki, kwa sababu vitu zingine tunafanya sisi. Leo tunapona katika jina la Yesu. Na leo tuachanie na nadhiri hapa. Kama kitu unajua unaahidi na utafanya, wewe nyamaza na ungojee wakati ule unaweza kufanya ufanye. Haleluya. Kwani neema imeambiwa ni ya kazi gani? Neema itasaidia mtu kusema ndio ama la. Kuna mahali umeambiwa aenda useme umelazimishwa? Neema, unajua kwa nini hapo nimeunganisha na neema? Biblia inasema ya kwanza ya kwamba wakati Samuel ama wakati wa Hana, neno la Mungu alikuwa kwa wingi, ufunuo haukuwa kwa wingi. Nafikiri neno la Mungu limeona hiki kizazi chetu ambao tumefunuliwa neema kupitia Kristo, kimejaa uovu, kimejaa kichwa ngumu, kimejaa kutosikia. Na ndio maana kinaambiwa tuko chini ya
neema. Atuokolewi ni kwa sababu tumefanya mambo mazuri. Atuokolewi ni kwa sababu tumeomba sana. Atuokolewi ni kwa sababu tumekaa vizuri. Tunaokolewa ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Sasa hiyo neema leo ikusaidie usichukue mabahasha hapa kama unajua utafanya chenye unataka kufanya. Haleluya. Sasa kama umekusanya kanisa ile 10, ya kanisa ile 10, sasa utayapeleka wapi? Utayachoma. Achania na hizo manadhiri hapo. Achania nazo hapo. Kuhani yuko, kuja umuongelesha mwambie mimi hata mengine nilisahau niliahidi ni kusema ule ukweli, Roho Mungu anaongea ukweli ama anadanganya. Si tumeahidi manadhiri hata hatujui mengine tulisema nini. Mpaka ukiinama unagonga kichwa hivi. Sasa pona katika jina la Yesu. Wakati nikisoma hiyo maandiko nilikuwa nasikia ni kama yani sui nasikia aje. Yani nasikia nitafika lini, maana ninajua kuna mtu anapona. Kuna mtu atajua ni kipi. Hakuna laana ya mamako iko hapo. Hakuna laana ya mzazi yoyote iko hapo. Hakuna laana ya babako iko hapo. Ni kufanya mambo bila kujua. Leo hatutafanya mambo bila kujua. Hatutafanya mambo bila kujielewa. Maana neema ya Mungu imefunuliwa. Na kama unalala kuwa huru, simama. Tazamaji wetu tusikize vizuri ili mtu asiseme mimi sikufundishwa, mimi sikusikia neno. Haleluya. Mimi wanapenda kuambia mtu ukisikia unalala na unalemewa na usingizi, shetani anataka usisikie, itoka unawe macho urudi. Maana kesho utaenda uweke nadhiri ile kanisa ile. Shetani ahamie hapo akuhamie nyingine. Mwaka utaisha sasa hivi. Kwani neema imefunuliwa ya nini? Neema imefunuliwa watu washinde ulimwengu. Kwani nadhiri tunaweka mbinguni ama tunaweka hapa? Hapa. Hata Ana hakuweka mbinguni, alikuwa hapa. Ama utaniuliza alikuwa wapi? Wajua watu wanataka kufanya Biblia ngumu. Tasikia mwingine anakuza Ana alikuwa hapa wapi? Mimi sijui alikuwa wapi, lakini nachojua ni kwamba wachana na nadhiri katika jina la Yesu. Maana hizo nadhiri zimetunyima raha. Ana alipata raha na kile ambacho alikizaa ama ile baraka aliachilia ikaendelea kuangaza. Ukisoma kazi ya Samueli, anapaka wafalme mafuta. Sasa hiyo baraka yako ingeenea ifikie watu, isomeshe watu, iponye watu, ilete mwangaza kwa maisha watu. Sasa sisi tumeingeuza imekuwa shetani. Ni kweli si kweli? Mtu apone na arudi kwa njia katika jina la Yesu. Wangapi wako kwa nadhiri? Kama uko kwa nadhiri usijisikie na shida. Kama uko kwa nadhiri ukiona Bwana anatumana nadhiri, anataka watu wajitoe kwa hizo vifungo. Na usitoke hapo uende uchukue bahasha tena kwa hiyo kanisa. Usitoke hapo wewe msikilizaji, hizo mabahasha yale mengine uliwashia jiko jana, usichukue mengine. Ana watu wamejaa mioyo migumu wanawashia hizo mabahasha moto. Sasa si yamenunuliwa. Hatibarba unajua ukinikumbuka na mume mweusi mwenye anajua Mungu, mweusi anakuja ukishapata mume, wajua mtoto alikuwa ananyonya, wajua mtoto alikuwa katoto kanapigwa na magonjwa mpaka dakika ya mwisho. Na mume anaenda kila kitu kinasambaratika. Kumbe ungejitoa, si Mungu alikupea kile kitu ulikuwa unataka, hata uovu wote ungeinuka ungesimama katika jina la Yesu. Hii baraka hii kuongezewa moja, ziliongezewa 5 kwa pamoja. Kumaanisha sisi tukikaa katika mapenzi ya Mungu, tukitimiza kile Mungu anataka, anaweza kutuongeza mpaka wenyewe tukashindwa cha kusema. Haleluya. Maana hao watoto ni 5, wa kiume ni wangapi? 3. Na huyu azaa watoto 20, huyu 10. Hiyo kizazi imeenea ama haijaenea? Kama ni biashara, Mungu ukinibariki na biashara, nitakuwa mwaminifu kwa fungu la 10. Maana Biblia inasema, nitakusomea mahali unaambiwa bali tunakanya kuhusu nadhiri. Nadhiri si kubembelezwa, unaambiwa lipa, you pay. Ni kama fungu la 10. Lipa. Kumaanisha hiyo kitu ushapewa uko nacho. Haleluya. Kwani ni nini? Hakuna kulia, ni dawa. Ile ambayo ni kali meza na upone katika jina la Yesu. Mtu anapona na anajitoa kwa hizo nadhiri. Maana nadhiri zimetunyima raha. Nadhiri zimetufanya hata hatuwezi pokea kile Bwana anataka. Mungu wetu si lazima tumpe vitu. Ana yeye, hiyo nilikuwa ni njia ya Ana. Kuliko wewe ujiingize kwa mitego yenye uwezi, toka hapo ndani. Toka kabisa. Njoo kwa madhabahu mwambie Bwana nikumbuke kama unataka kunikumbuka. Kwani wale viwete na vipofu, silikuwa mwambia ukitaka, ulisikia mmoja anaweka nadhiri wewe? Tuko kwa neema, ulisikia mmoja anaweka nadhiri. Hata ukiangalia maandiko Ana ako kale na huyo akaangana jipya. Haleluya. Wajua mpaka upate ufunuo. Kweli hapo hata nimepata ufunuo. Ana alikuwa agano la kale na hawa vipofu viwete wako wapi? Jipya. Na ndio wanaambiwa mwana ukitaka, kumaanisha wewe Bwana akitaka anaweza kukutendea, si lazima uahidi vitu zenye utafanya. Haleluya.
Ngapi wameahidi? Tunasimamia hapo katika jina la Yesu. Tunaachia nadhiri hapo katika jina la Yesu. Maana maboma mengi yametingishwa na nadhiri. Kazi nyingi. Sasa unaambia mtumishi akupe mwelekeo gani? Unaambia hata huyo kuhani wako akusaidie nini? Maana ukiangalia Heli alikuwa na muda mwepesi kwa Hana. Hana alikuwa kichwa yake si ngumu. Haleluya. Wajua sisi tunakutana na watumishi saa ile tumeomba. Heli alikuwa anauliza Hana unataka nini? Anamtamkia. Mtumishi nataka nini? Nataka hii, nataka hii, nataka hiyo, neema inaachiliwa. Sasa utakutana na mtumishi ukiwa ushapata na kila kitu kimeharibika. Unataka kusaidia aje? Haleluya. Si tumeomba vitu kama saa hii tuko kwa msimu ya watu wale ambao si ngozi wapate wenzio. Na Mungu ameachilia hiyo neema iko watu waolewe. Usitoke kwa uwepo wa Mungu. Haleluya. Maana the word kuchoku inatuma alifanya nini? Penina Biblia inasema ya kwamba alimchokoza Ana. Na wewe umekuja juzi kuchokoza mbingu. Ninataka hii. Na sio wake peke yake, nilishangaa waume amuku kuja. Wote mko nao. Haleluya. Wacha nikwambie vitu vya rohoni, wacha kuchukulia mzaa. Kuna wakati niliona Peter amepiga na wake, akuchukua muda akapata. Vitu vya rohoni usichukulie kitu ya rohoni mzaa. Haleluya. Watu tunatesekea kwa kanisa, tunasema Mungu aliama. Yeye ni yule jana, leo na hata milele. Afanye nini? Abadiliki. Haleluya. Akisema anatupa. Hata maandiko yenye ilipeana hiyo siku na roho Mungu ni kwamba Mungu si mwanadamu afanye nini? Haikuwa yangu. Lakini sasa si tuko sote hapa. Maana mtazamaji anatusikia na saa hiyo tunaanguka hapa, Bwana anatupea watoto. Hujui kama ule mtoto wangu anakula maavocado saa 4, beba maavocado umpatie pale nje. Haleluya. Ama yakizagiwa kwa nyumba. Wajua imenikumbusha mama mwingine alikuwa anafunga watoto, mtoto mpaka miguu imekuwa baridi. Ati unajua mtoto atapata baridi. Hebu tumikia Mungu na huyo mtoto wako. Haleluya. Maana watu wamejipiana kwa njia tofauti. Na nadhiri ni yako usiende kubebesha bwana yako. Nadhiri ni yako usiende kubebesha bibi yako. Haleluya. Mimi nisikia pastor alikuwa na ugua ukimwi. Na anasema mimi Bwana aliniambianga nilalange kanisani. Ni wewe si bibi. Malizana na bibi akalala kwa nyumba. Ama ni kweli ni vipi? Nadhiri yako usiende kuweka nadhiri ubebeshe bibi. Unasikia ana mahali anabebesha Eli? Na mimi sitadaiwa damu ya mtu. Wewe ukienda ufanye vitu tu kwa kutaka yako, mimi nimefikisha ujumbe. Nadhiri ni yako, mzee kando. Ule ameweka nadhiri, Bwana ukileta hawa watoto wakipata waume, sitaki wazeeke hapo. Unaona msichana inaolewa, ikishaolewa usihusishe mzee hapo, usihusishe watoto hapo. Yaani sisi tunataka kufunga watu. Mimi siwezi husisha bwanangu kwa nadhiri zangu. Ni aone matunda ya Mungu. Kile cha kumuhusisha nitamuhusisha. Kile si cha kumuhusisha akae kando. Wewe hakuna kufunga wazee. Ukimwi ni wewe ulitafuta ama ni nani alileta? Wewe ndio umesema utalala kwa madhabahu, sio yeye. Ati unanilaza hapa chini. Sasa ule mama angelitoka bara aje na mifuko yakae hapo. Si umpeleke kwa nyumba mchana. Unajua mimi vitu zingine naangalia nasema, kwani hii wokovu ni utumwa? Wokovu si utumwa. Ni kweli si kweli? Wokovu si utumwa. Ukiniambia nilale kwa sakafu na kuacha hiyo siku. Kuna siku ya sakafuni na siku nyingine maneno ya sakafu hapana. Yeye alisema mimi Mungu amenifanya, ameniponya na ni kweli alikuwa ameponywa. Hata akawa ananiambia kuja waangalie alama. Na ni kweli akawa analala pale, lakini nikawa namuuliza, sasa bibi ametoka bara ni pale kwa njia. Si uende nyumbani mchana hata watoto kupika ni mpaka nashindwa. Nadhiri ni yako si ya mwenzako. Hakuna mahali anagongana na Eli. Kuna mahali wanagongana. Maana hii wokovu nao unaenda huko unaweka mavitu huko, hata mzee ajui kama kuna nadhiri uliweka mahali, atashtukia unauza ng'ombe. Kukate unapata yangu ukiuza. Wewe ndio umeweka nadhiri. Haleluya. Sasa wewe kama Bwana ameacha hiki tu kwako, ng'ombe ni ya nini? Wajua nakwambia zile vitu ambao ni matokeo yako katikati ya watu. Haleluya. Si watu wanauza ng'ombe ni nadhiri. Wewe ulimwambia Bwana unauza ng'ombe. Hiyo kitu Bwana ni mwaminifu aliachilia kwako. Bwana hukukitoa kwa wakati wake. Haleluya. Fungu la 10 uende ufulize. Unafulizaje na hiyo baraka ilipita kwa mikono yako? Kwani nimeenda vibaya? Haleluya.
Maana nasikia mtu akiniambia nimefuliza. Hakuna kufuliza fungu la 10. Hiyo faida umepata, toa. Baki ukifuliza hizo vitu zingine. Na ndio naona walokole tuko na maiza imefulizwa kila kitu kimepulizwa kwa mikono yetu. Kipone hiyo mikono, ipone kwa jina la Yesu. Leo tutapulizwa maana tumejua nguvu iliyo katika neema. Tutasema la kule kwa Yesu, tutasema yes katika jina la Yesu. Majua leo nimeona watu wanafungana kamba zenye aziko, na hii maandiko siku zote naisoma. Lakini jana nikaa naelewa zaidi ya kwamba Ana alikuwa anaweka nadhiri akiwa peke yake. Maana ukiangalia Elikana anamwambia hivi, wewe mimi nakupenda. Angalia jinsi hata ukiangalia baraka natoa nyingi. Lakini wewe una mahangaiko yako ya kukosa mtoto. Wewe ndio unapitia hiyo mahangaiko, si mwenzako. Wewe ndio unapitia hiyo mahangaiko, sio familia. Wewe ndio unapitia mahangaiko, sio hiyo kampuni. Wewe ndio unapitia mahangaiko, sio hiyo kanisa katika jina la Yesu. Maana unataka tubebe nadhiri yako. Nadhiri yako ni yako. Haleluya. Mtu anapona. Twende katika Mhubiri. Mhubiri 5. Umeona mazuri ya nadhiri? Umeona mazuri ya nadhiri? Nadhiri itakuongeza ikiwa utaitimiza. Nadhiri itakukula ikiwa hautaitimiza. Twende Mhubiri. Mhubiri iko hapo katikati, ukitoka Methali. Haiko kwani huko unaenda? Mhubiri 5:4. Mhubiri 5:4 mpaka 6. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Basi uiondoe hiyo ulioiweka nadhiri. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiondoe. Usikiache kinywa chako. 6. Rudia tena. Kuna mtu hajasikia imeambiwa aje? Mhubiri 5:4 mpaka 6. Ndio. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kufanya nini? Wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kufanya nini? Kumaanisha hiyo kitu huwa kimeachiliwa kwa mikono yako, si ndio? Ukiona anakuambia usikawie, ni kumaanisha kiko kwa mikono yako. Tuendelee. Kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Kwa kuwa wewe hawi radhi na nani? Hiyo neno sema mwenyewe, si mimi. Wajua sasa hapa mtu ndiye atajielewa kama ameitwa yeye. Nikisema mimi utasema nimekuita. Sasa sema vile Biblia inasema. Kwa kuwa yeye hawi radhi na nani? Tumesema wewe. Kwa kuwa yeye hawi radhi na huyo mtu ametajwa hapo kwa Biblia. Tuendelee. Basi uiondoe hiyo uliyoiweka nadhiri. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiondoe. Ni afadhali usifanye nini? Si tuseme sote mtu apone. Afadhali usifanye nini? Usiweke nadhiri kuliko kuweka usifanye nini? Mtazamaji wangu, afadhali usiweke nadhiri kuliko kuweka na usifanye nini? Umesikia mtu ameshikwa na lazima hapo? Umesikia pasta ametajwa? Maana wakati wa nyani zote miti yaanguka, utasema ni pasta alinisukuma niweke hiyo nadhiri. Pasta ndiye alinipa bahasha. Mimi niko hapa. Kuna mtu amepewa bahasha na lazima. Hiyo kanisa huko pasta amekupa bahasha lazima, kataa leo. Mwambie leo nimejua ya kwamba sifai kuweka bure kama sitimizi. Haleluya. Biblia imesema vizuri, usiweke nadhiri. Kama unajua utaweka, wachana nayo. Hapo kuna mtu amelazimishwa. Mimi hapa nisikie mtu amelazimishwa. Na kama zenye umeweka, wewe njoo utubu kwa madhabahu upone katika jina la Yesu. Endelea uone madhara hiyo. Usikiache kinywa chako kukosea mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa. Kwani Mungu akukasirikie sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako. Haleluya. Hapo kumalizia umesikia Biblia inasema ya kwamba, kwa nini kusema ya kwamba hapo kwa malaika ndio nataka kulalamikia hapo ndio nataka. Na hapa mwisho penye unasema penye panasema ya kwamba kazi ya mikono yako itaharibika. Wajua wakati unaweka nadhiri, baraka zote upita kwa mikono. Ni kweli si kweli? Kitu chochote kizuri sikinapita kwa mikono. Hata wahubiri wakituwekelea mikono, si wanatuwekelea hivi? Si ni mikono wanatuwekelea. Leo utaekelewaje mikono? Ama
Unaona, wacha nirudi nyuma. Unaona kitu kingine nikaa najiambia mwenyewe ama nasikia roho Mungu ananishuhudia. Wachungaji wengi waliweka nadhiri. Wakamwambia Bwana, wakati utakumbuka hii huduma yenye umenipea. Na Bwana akawa mwaminifu. Akaachilia hiyo huduma, akaifungua, akaikumbuka, akaibariki na akaleta watu. Wengi wameshikilia watu. Achilia watu katika jina la Yesu waje wengine. That's when unakuta kanisa iko miaka 10 na iko na watu wangapi? Watu wangapi? Hiyo ndio sababu. Watumishi tuache kushikilia watu. Kwa sababu tulianza na nadhiri. Kusema Bwana, ukileta watu kwa mikono yangu nitawaeka huru. Sasa baada ya kuwaeka huru umefanya nini? Umewafunga. Umetoka kwa ile agano yenye ulitoka kwa ile nadhiri ulioiweka ya kwamba Bwana, mimi hao watu nitawafungulisha niwachane nao. Au kuachana nao unawafuatilia. Si kuwafuatilia tu kuwapigia simu, umewashika hapo kwa sababu ya vitu zenye umeona. Sasa wengine hawaji. Ni kweli si kweli? Umeona hiyo kitu? Sasa ndio nimeanza kuona ni kwa nini kanisa asikui, ni kwa nini kanisa simekaa mahali pamoja. Leo unanisikiza, yule ambao unafaa atoke kwa mikono wako atoke. Kama uliweka nadhiri utawafungua, wafungue katika jina la Yesu. Ili waje wengine kwa hiyo mikono. Maana Biblia inasema ya kwamba ikiwa hizi nadhiri hatutaondoa, baraka zitakazoingia kwa mikono yetu zitaharibiwa. Kumaanisha kama mtu hajaondoa nadhiri, kuna kitu chema kinaweza ingia kwake. Maana kama ni mikono, tunakumbatia marafiki na mikono zetu. Chochote, vitu vingi tunafanya na mikono yetu. Na unaona leo tusipotimiza zile nadhiri kuna uharibifu. Kumaanisha mtu akikaa atimize nadhiri, Bwana atamponya katika jina la Yesu. Si mtu leo asiweke nadhiri. Kama unajua utatimiza, wachana nayo. Maana Biblia inasema ya kwamba yeye hawi radhi na huyo mtu mwenye umetaja hapo. Biblia imemtaja hapo. Maana mtu huyo ametajwa hapo hajali. Anaweza sahi fundishwa na akachukua bahasha nyingine, na akachukua kadi nyingine, na akaahidi mimi nitasimamia maji, na akaahidi nitasimamia yatima. Wakati wa corona wengi waliharibikiwa kuanzia saa hiyo, maana mayatima waliachwa peke yao. Ni kweli si kweli? Wakati wa corona ni kweli watu hawakuwa na kazi, si ndio? Lakini wewe mwenyewe si ni nadhiri uliweka, Bwana ukinibariki, na wengi walikuwa wamebarikiwa, lakini kupitia hiyo kapata mlango wa kukimbia hao watoto. Ni kweli si kweli? Wajua watu wanatafuta tu mahali wajifunike. Wewe jifunike hapo, lakini macho ya Mungu yanaona kila mahali. Mtu apone katika jina la Yesu. Nini uliweka nadhiri? Nadhiri uliweka ya nini? Unakuta Bwana ukiwandisha hii huduma ninayofanya ya uimbaji, Bwana ukinipanua niwe muombezi, Bwana anakuwa mwaminifu. Nitakutumikia katika roho na kweli. Leo tunatumika katika roho na kweli, ama tunakaa na machungu ya kupiga watu? Ni kweli si kweli? Wajua wakati umeingia uchungu utapiga watu. Utaachilia moto, hata utapiga mtu kwa barabara hana shida na wewe. Kwa sababu uchungu umeingia ndani. Lakini ukirudi kwa ile nadhiri ulioiweka, Bwana, si unaona anaomba na uchungu. Nikakwambia nadhiri haiwekwi na mtu akiwa anacheka. Haleluya. Maybe umeona hiyo huduma yako haisongi. Maybe umeona hiyo familia haisongi, haina mlango. Si lazima uweke nadhiri, tuko chini ya neema. Haleluya. Chini ya neema inakusaidia kuja kwa nyumba ya Bwana na useme Bwana ukitaka. Sasa nadhiri wewe unaweka ya nini na unajua kabisa una zingine 5 na utaweka na utafanya? Sasa swali langu ninajiuliza, na hizi zingine za nyuma au kuwa unajua madhara yake, pona katika jina la Yesu. Zile zenye ulikuwa hujui pona, lakini zile utaanzia leo, mimi sitadaiwa, mimi sitaulizwa katika jina la Yesu. Majua kuna watu hawajui nguvu iliyokuwa nadhiri. Nani atasimama na maji ya kanisa huyo? Nani atasimama na usafiri? Ndio huyo, keti chini usafiri, mtu mwingine achukua usafiri. Haleluya. Nikaa nasoma maandiko, hata hao maraisi, hata hao magavana wamejiweka kwa viapo, wameapa nitasimamia hao watu, wamekataa kutii, kila kitu kimefarakana. Ni kweli si kweli? Swe mandoa yamekuwa ni kama mizigo iko huko. I'll do, tumedu, tulidu, kila mtu anadu kivyake. Haleluya. Wajua vitu vingine Biblia iko tu na uzima uko hapo ndani. Haleluya. Hiyo ni library ya vitabu 66 vyenye uzima wa Mungu. Haleluya. Kama una library hiyo Biblia inatosha. Enda ununue tu Biblia ukae nayo.
Saa zile unasikia umechoka, saa ile unasikia unakata tamaa, unarudi unasema Baba nitie moyo, na unasoma mstari mmoja unalala. Baba anatupenda kiwango gani mpaka anatuambia kama uwezi kuondoa nadhiri achana nayo. Sasa usiniambie pastor amesema. Haleluya. Neema imefunuliwa ambayo itakwambia kataa hii. Neema imefunuliwa ambayo wajua chini ya neema kuna akili mzuri ama iko. Mtu anakuwa na akili nzuri ya kukataa maneno. Haleluya. Asia nadhiri peke yake, hata mchumba akija ambaye siye, unamuanda hapa kwa mtumishi wa Mungu, nisachie huyo ana uzima ama ana uzima. Wajua si watu wote wanakutaka wako na uzima wewe. Haleluya. Wajua nikisema uzima wewe umeenda kwa magonjwa. Mimi nikisema uzima wewe umeenda kwa ugonjwa. Mtu akikaa na wewe aniibie pesa uzeeni kama sahi, hapo kulikuwa na uzima. Kile kinapasuka kipasuke sahi kupone katika jina la Yesu. Wajua watu hawataki sahi kuchunguzwa, hawataki kuambiwa hii ni mbaya, hii ni nzuri. Leo acha nikusaidie katika jina la Yesu. Wacha saa zingine Roho Mungu apeleleze, maana Roho Mungu adanganyi. Roho Mungu anaweza ambia Priska, nakumbuka mara ya kwanza nikionywa nilikuwa na miguu ya kwenda. Ndio naonanga silau mingi wale watu wanazunguka kwa makanisa. Mimi nilikuwa nazunguka. Roho Mungu alikasirika akaambia, ambia huyo akae mahali hapa atulie. Na nilipotulia nilianza kuongezewa. Nikajikuta ninaweza hii, ninajikuta hata Biblia nimeielewa, nimejikuta hata neema ya kizungu yenye uko hapa nimepata. Weka hapo tu. Wajua kila kitu umezoea hapa. Mimi hakuna kitu nataka kuzoea hapa. Haleluya. Ukitaka mtumishi wa Mungu aliye na wewe unanitazama, hata kama ana jicho moja usimzoee. Haleluya. Si nyinyi mnawapima kwa mizani? Hiyo siku amevaa nguo imeshuka ama haijashuka, hiyo siku unatoka na magonjwa yako. Huwa wametumwa na Mungu ni kwa ajili yako. Wajua wakati utajua nyakati za Mungu utageuza hiyo kichwa. Ujue hii kichwa yangu ikuwe mzuri ni wakati wa neema. Hii kichwa yangu iwaze uzima. Hii kichwa yangu iwache kumtazama Bwana katika jina la Yesu. Kuna mtu amepata kitu leo? Kama umepata kitu niambie umepata nini? Wewe umepata nini? Wewe ndio uko hapa, umepata nini? Nimepona. Umepona? Umepona. Siulizi zaidi hapo. Maana amepona. Kumaanisha kuna ugonjwa alikuwa nayo katika hiyo ujumbe katika jina la Yesu. Pona zaidi katika jina la Yesu. Wajua ujumbe wengine unakaa ni kama hauko, lakini mioyo saa hii inachemuka kama maji ya sima. Poneni katika jina la Yesu. Na hakuna kurudia nadhiri. Nadhiri wachaneni nazo. Nitaheshimu ule mtumishi nitakuwa naye. Unamheshimu. Bwana ukinipa mtumishi mwenye ana roho wa Mungu si umepewa na unamheshimu kweli? Na ndio unaona kila kitu hakiko. Baraka zenye zinakuja. Na Biblia inasema ya kwamba aja tulazimisha. Huyu ni baba wa aina gani? Ni wa ajabu. Aja tulazimisha kuweka nadhiri. Kwa hivyo wao ukianguka kwa mtego ni wewe mwenyewe. Wapendwa, wacha nikwambie kile utataka kwa hii nyumba utapata. Ile wiki nyingine kuanzia hiyo Thursday, Friday, Tuesday hiyo wiki yote nimekuwa na exam. Nimeona watu wanajua kizungu akishindwa na exam na mimi na neema ina chapa exam. Wewe nini wewe? Wewe ni nini wewe? Wajua neema iko hapa yenye inaweza kukupea kila kitu. Neema ya mafunuo. Mimi hii ujumbe nilikuwa naisikia nzito, lakini naambia Roho wa Mungu nitakaposimama kwa hii madhabahu, fundisha kile kitu unataka kufundisha katika jina la Yesu. Neema iko hapa ya kutosha. Neema imefunuliwa. Hata hii ya kujua huyo alikuwa kale na imekujia hapa. Kuliko kuweka nadhiri semea hapa, Baba ukitaka unifanye nini? Hiyo yako si utaje hiyo kondani ndani. Wewe si unajua nadhiri uliweka wapi? Maana hizi nadhiri watu wasipofutiwa watakaa nazo na ndizo zinawaangamiza, na wengine hata hawajaifundishwa. Hata sisi mapasta tunakuja na bahasha, chukua. Sasa ninachukua na unajua kabisa si itafanya. Mbona uniulize na ile nyingine umeregesha wewe? Wewe ile chukua, unachukua 2. Huku ni nyingi, mwingine anachukua. Kama unachukua zile na uregeshi, wachana nazo. Haleluya. Biblia inasema Ani aliongezewa watoto wangapi? 5. Kumaanisha kuenea kwetu kando na watoto. Baraka zingine ambazo zitakuja kwa mikono yetu, kwa maisha yetu, ni baada ya kusikia sauti ya Mungu. Haleluya. Kuna mtu ana swali hapo? Mtu aulize swali tu nimjibu. Kuna mtu moyo wake umetulia sasa? Hiyo kanisa ukienda usiweke nadhiri huko. Maana wajua ukiweka nadhiri pastor anaandika.
Ati huyo pastor hiyo kanisa anaandika. Anasema huyo ataleta kiti. Hiyo kiti haiko miaka yote na uleti. Utoke hapa uende ile kanisa ya Shilo, weke ingine. Utoke uende ile ya Shimoni, weke ingine. Akili ni mzuri. Hapo neema haiko. Sasa neema iliyofunuliwa tutaweka nadhiri pasipokuwa na mpango. Haleluya. Na ukiweka nadhiri usiweke kwa comfort zone. Ati umefurahia na mzee, wacha mzee, aki bwana ukinifanyia hivi. Anafanya na wewe na furaha zako. Nadhiri inaweka ukiwa umefinywa. Nadhiri inaweka ukiwa unaona hapa nikisukumwa hivyo naingia kwa ile maji. Hii ndoa nisipoweka nadhiri inaenda. Watoto nisipoweka nadhiri wanaenda. Wazazi nisipoweka nadhiri. Sasa wewe unaamka asubuhi tu na maluilu yako. Bwana, wewe kabla hujaosha macho usiombe wewe. Haleluya. Umepona mtu. Kuna mtu anapona. Wacha kuamka kitandani na maluilu unatoa hivi Bwana unaanzia hapo mchana wote umejifunga hata unateuka tunashindwa huu nini. Unaona mtu amekuja kanisani tumepiga drum mtu atingishiki. Huyu mtu alianzia kufungwa kwa mguu, kwa magoti, kwa tumbo. Si wewe natoa mfano. Sasa wewe mtu amefungwa hivyo tutakusaidia aje? Kuanzia leo wachana na nadhiri katika na mtu apone. Na sisi tumepona. Na hizo bahasha zenye umeokota maana hata hiyo kanisa ulisahau lekoshe niko wapi? Wewe ndo washie jiko kwani utaipeleka wapi? Utakuja utoe hapa. Kanisa ilihamishwa hata ujui ilihamia wapi. Ni kweli si kweli? Wajua ninakuambia tu yale mambo yako. Uko na bahasha ngapi sasa hiyo kanisa ingine? Uko na bahasha ngapi ile kanisa ile mto? Uko na bahasha ngapi ya kule Makadara? Umeenda ukasema huyu mgonjwa nitasimamanga na hawa wagonjwa. Na usimami na wao, wachana nao. Nitasimamanga na haya yatima, wachana nao. Mungu alete mwenye amesikia uchungu. Mimi wazi ona naeka vitu ovyo ovyo. Kama siwezi na ikifika wakati wa kufanya nitafanya. Tuko chini ya na neema sisaidie mtu asubuhi ya leo. Neema imefunuliwa. Neema imefunuliwa. Tuimbe hii nyimbo upone. Neema imefunuliwa. Neema inakata mabaya, neema imefunuliwa. Neema imefunuliwa. Mtu apone leo, neema imefunuliwa. Neema imefunuliwa. Mtu aguswe siku ya leo, neema imefunuliwa. Siongezi neno lingine, hilo ndilo neno la leo. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako popote ulipo. Nataka leo mwambie tu Bwana, ni asante kwa sababu ya neema yako. Maana kama si kwa neema yako singeweza. Na hiyo neema kwa sababu imefunuliwa inatusaidia kusema hii sitafanya na hii nitafanya. Enda tu mbele za Bwana umwambie tu mwenyewe, tusingoje vyombo yote. Enda tu mbele za Bwana na kinywa chako mwenyewe. Umwambie Bwana ni kwa sababu neema imefunuliwa. Wakati Ana alipoweka nadhiri alitimiza. Mimi nimeweka na sikutimiza. Neema